Akizungumza wakati wa uzinduzi na uwekaji wakfu nyumba ya mchungaji katika jimbo la Mbeya Mashariki, usharika wa Rwanda, Dr. Njinga amewasihi Wakristo kuendelea kushikamana na kuimarisha umoja ndani na nje ya kanisa. Siku hii ya Jumuiya ya Kristo tunakumbushwa kuwa lipo jambo la muhimu sisi kukaa pamoja, tena kwa umoja. Inawezekana kabisa watu wakawa pamoja lakini wasiwe na umoja, sio? Inawezekana kabisa. Inawezekana ukaliona hii jambo hili kwenye familia, watu wanaweza kuwa pamoja lakini hawana umoja kabisa. Mke na mume, kila mtu anapanga ya kwake, sio? Unaweza kuona kwenye ndoa hawa watu wamesimama, ndoa zingine wamefika mahali wako pamoja kwenye nyumba moja, sio? Lakini wanajua wametengana. Hawana umoja. Wako pamoja lakini hawana umoja. Na sio hivyo tu, hata katika jamii tunazoishi unasema jamii hii wanaishi pamoja na pia wana umoja kweli kweli. Kwa nini? Kwa sababu kuna namna wanavyotembea. Umoja ni kitu cha pekee sana. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka utukufu wa Mungu kae, umoja ni kitu cha muhimu sana. Kwa mantiki nyingine, hata wana Rwanda mngekuwa pamoja bila umoja, ile jengo msingefika, kwa sababu kwenye umoja kuna kitu cha kimungu. Tutaendelea kujifunza mahali hapo. Kuna kitu cha kimungu kinachozaliwa, na Biblia inaeleza wazi na inaeleza bayana kwenye somo tulilosoma la mahubiri kutoka Petro kwamba ili tuwe pamoja kwa umoja lazima tuwe na nia moja. Anavyosema, anaanza kabisa sema neno la mwisho ndio hili, mwe na nia moja. Ni imani yangu wana Rwanda mlikuwa na nia moja, tunataka kufanya jambo hili lakini jambo lazima liishe, sio? Na hadi tumefika pale tulipofika. Nia moja. Nia moja maana yake tuwe na lengo au kusudi moja la kutufanya tuwe katika umoja, sio? Tukiwa pamoja, tuko pamoja na umoja wetu upo, tuna nia, tuna lengo, sio? Tuna nia yale yaliyo pamoja. Tuwe kwenye na hii nia ambayo nasema lengo au kusudi, iwe kwenye familia, iwe kwenye ndoa, iwe kwenye kanisa. Lengo letu au sababu yetu lazima iwe moja. Na bahati nzuri ndani ya kanisa, sababu yetu, kusudi letu, siri yetu ni kuwa na Kristo. Tukiwa na Kristo tutafanikiwa mengi, sio? Ndio maana hata yeye anatuambia kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu. Tukikaa ndani yake na yeye akiwa ndani yetu, ndio tuko kwa nini pamoja na kwa umoja. Akisoma risala ya ujenzi wa nyumba ya mchungaji, mwenyekiti wa kamati ya fedha usharika wa Rwanda, Philibert Ngwananogu, amesema nyumba hiyo imejengwa kwa ushirikiano mkubwa wa Kristo waliotoa sadaka zao hadi kukamilika kwake. Mheshimiwa mgeni rasmi, makisio ya ujenzi ilikuwa ni shilingi milioni 150, ambapo mpaka sasa gharama halisi iliyotumika ni milioni 171,542,500. Fedha hizo zimepatikana kupitia vyanzo vya ndani vya mapato, ikiwa ni pamoja na michango ya washarika na sadaka ya jengo washarika jumla shilingi milioni 119, fedha ambazo washarika wamechangia. Fedha kutoka miradi ya usharika imechangia milioni 45, na michango kutoka watoto wa usharika waliopo nje ya jiji la Mbeya, yani diaspora, wametuchangia shilingi milioni 7. Tunamshukuru Mungu kwa kuwagusa waumini wake kutoa kwa moyo wa kujitolea ili kuhakikisha kazi hii inakamilika. Mpendwa wa Baba Askofu, mpaka hatua hii tulipofikia, hatuna deni lolote linalohusiana na kazi ya ujenzi. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Mpendwa wa Baba Askofu, kupitia kazi hii ya ujenzi wa nyumba ya kuishi mtumishi wa Mungu, usharika umepata mafanikio makubwa, ikiwa ni pamoja na kupata nyumba bora na ya kisasa kwa ajili ya kuishi mchungaji, hali ambayo itampa utulivu katika kuifanya kazi ya Mungu ndani na hata nje ya usharika. Mpendwa Baba Askofu, nyumba hii ina jumla ya vyumba 5. Akijibu risala hiyo, Askofu wa KKKT Dayosisi ya Konde Dr. Geoffrey Mwakihaba amelipongeza jimbo la Mbeya Mashariki pamoja na washarika wa usharika wa Rwanda
kwa juhudi walizozionyesha katika ujenzi wa nyumba ya mchungaji katika usharika huo. Mmeongea kwa vitendo kupitia ile jengo lile pale, na pale nje nilisema ninawashukuru wale wazee wa zamani waliojenga nyumba hiyo hapo, ambayo kwa wakati ule, mahitaji ya wakati ule, hiyo nyumba ilikuwa nzuri na tosha, ila mahitaji ya sasa hivi ile ya sasa hivi ndio inaongea zaidi. Hongera sana. Na nimesema kwenye nyumba za sharika za wanazoikaa wachungaji, sijasema za wakuu wa majimbo, nimesema za sharika wachungaji. Utafikiri hii nafikiri inaweza kaa ndio inaongoza. Sina uhakika inaojengwa Itewe. Sina uhakika inaojengwa Itewe, labda inaweza ikafikia ukanani. Lakini kwa zile za sharika nyumba hii ni nzuri sana. Mungu awabariki sana kwa nyumba nzuri pasipo mapendeleo. Lakini mmeongea sana usharika wa Rwanda kupitia nyumba hiyo. Na upande wa nyumba za wakuu majimbo iliyokuwepo zamani ilikujengwa kwa ajili ya mahitaji ile ya zamani, lakini hii iliyopo sasa inaongea sana na kwa ajili ya nyumba za wakuu majimbo. Na sikumbuki kama ipo nyingine ya nyumba ya mkuu wa jimbo ambayo inafanana na hii hapa ya usharika wa Rwanda. Kwenye nyumba za maaskofu huko hatuwezi kuingia, maana hatufahamu dayosisi nyingine nyumba zao zikoje, kwa hiyo hatuwezi kulinganisha sana. Kwa hiyo nadhani wanaruhusu kwamba mnaweza mkakopi na kupesti. Ninawashukuru sana. Najua baada ya hilo mnamo mengine ya kufanya, lakini niwashukuru zaidi kwa ajili ya kufanya mengine ya jimbo na ya dayosisi. Nilikuwa nauliza hapa kwamba hivi wanapojenga nyumba nzuri namna hii, michango hawadai kweli kule kwenye ofisi kuu ya dayosisi? Wanasema ila zipo sharika nyingine ndani ya jimbo hili ndio hawajamaliza. Na sisi tuliweka wakfu nyumba ile ya ofisi ya dayosisi ikiwa katika asilimia kama hizi. Vile vidogo vile ndio vimebaki, na ninyi nadhani bado vimebaki. Wanaotuchelewesha ni zile sharika ambazo ziko sio nyingi, ziko ndani ya jimbo hili, sipendi kuzisema, lakini sio nyingi sana. Kwa hiyo wakimaliza hawa, basi tutakuwa tumemaliza kule. Na naamini hata ofisi ya katibu mkuu imeandika barua kwa ajili ya hawa. Asante kwa kazi za sharika, asante kwa kazi za jimbo, asante kwa kazi za dayosisi na kazi za misioni. Mungu awabariki sana. Kwa upande wake mchungaji wa usharika huo Israel Chipezia amesema mafanikio ya ujenzi huo yametokana na umoja, ushirikiano wa moyo wa kujitolea na ulioonyeshwa na Wakristo wa usharika huo. Leo kweli ni siku ya CCT kwa maana ya Jumuiya ya Kikristo Tanzania, na masomo yote matatu yamesisitiza umoja. Hakika kwenye kanisa silaha kubwa ya mafanikio ni umoja, maana pasipo umoja hatuwezi kufanikisha kitu chochote, iwe kwa kanisa moja au kwa jamii kubwa ya kanisa. Kwa hiyo umoja ndio unaoweza kuleta maendeleo katika eneo lolote lile, na mimi ninawaasa hata washarika wa Rwanda na kanisa katika ujumla wake, tufanye vitu kwa umoja na tena tukiwa pamoja, sije tukaachana, maana pia hata Yesu aliomba ombi hilo la kanisa kuwa na umoja, kwa sababu linapokuwa na umoja ndipo inapofanikisha mambo yake mengi ya kimisioni. Nao baadhi ya Wakristo wa usharika huo wameeleza kufurahishwa kukamilika kwa nyumba ya mchungaji, huku wakisema kuwa mafanikio hayo ni matokeo ya mshikamano na upendo uliokuwepo miongoni mwao. Leo hapa Rwanda tumekuja kuzindua jengo la mchungaji ambalo limejengwa, jengo jipya kabisa, jengo zuri kubwa. Kwa tuna furaha sana kwa ajili ya kazi hiyo ambayo imefanyika hapa Rwanda. Na pia mchungaji wetu ametusisitiza kuwa na umoja. Tuwe na umoja, tukiwa na umoja mambo yote tutafanikiwa katika Yesu Kristo. Lakini tukiachana hatuwezi kufanikiwa. Na sisi hapa Rwanda tulikuwa na umoja, ndio maana tukafanikiwa kujenga jengo letu hili ambalo leo tunasherehekea, tumezindua jengo zuri la kisasa. Tutamtukuza Mungu kwa ufasaha kabisa na kwa uzuri. Mungu wetu ni mwema.
Kwa kweli hili jambo limetubariki sisi sote, kwa sababu wameonyesha umoja wao na mshikamano wao. Maana bila mshikamano au umoja visingetokea vitu vizuri kama hivi. Waumini wameonyesha umoja mzuri kutokana na uongozi uliopo, uongozi bora, waumini bora, wamezaa jengo. Kwa kweli sisi kama waumini wa Dayosisi ya Konde, kwa kweli tumefurahi sana 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 kwa mshikamano, kwa upendo tuliokuwa nao, na mpaka sasa usharika wa Luanda kwa kutujengea nyumba ya mtumishi nzuri na iliyo bora. Kwa kweli tunawashukuru sana kama washarika kwa mshikamano, kwa upendo wao walio nao kwa kutujengea nyumba ya mtumishi. Kwa kweli tunashukuru sana kwa upendo huu tulio nao. Manuel Lulandala, Upendo TV.